Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu, mahali popote pale unaponitazama. Nataka tu nikwambie ya kwamba Bwana ni Mungu mwenye wivu sana. Na ukisoma katika kile kitabu cha Naumu 1:9, maandiko yanasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Yeye atakomesha kabisa mateso haya, hayatainuka mara ya pili. Bwana Yesu asifiwe. Nilipokuwa katika maono, nilikuwa naona ole nyingi sana za Tanzania, malaika wa Mungu akiziachia ole katika nchi ya Tanzania. Nami nikawa nashangaa sana, lakini Mungu akaniambia, tazama, nitakupa ole hizi, lakini pia nitakwambia nini maana ya ole hizi ambazo ninaziachilia katika nchi ya Tanzania. Nami nikaiona ole ya kwanza, ambayo ile ole ilikuwa inasema, ole wake mji wa damu, umejaa mambo ya uongo na unyang'anyi, mateka hayaondoki, kelele za mijeledi, kelele za magurudumu yafanyayo kishindo, na farasi wenye kuparapara, na magari ya vita yenye kurukaruka, mpanda farasi akipanda, na upanga ukimetameta, na mkuki ukimetuka, na wingi wa waliouawa, na chungu kubwa ya mizoga, mizoga haina mwisho. Wamejikwaa juu ya mizoga yao kwa sababu ya wingi wa ukahaba wa yule kahaba mzuri, yule bibi wa mambo ya uchawi, awezaye mataifa kwa ukahaba wake, na jamaa za watu kwa uchawi wake. Tazama, mimi ni juu yako, asema Bwana wa majeshi, nami nitafunua malinda yako mbele ya uso wako, nami nitawaonyesha mataifa uchi wako, na falme aibu yako, nami nitatupa uchafu uchukizao juu yako, kukufanya uwe mchafu, nami nitakufanya kuwa kitu cha kutazama kwa dharau, hata itakuwa wote wakutazamao watakukimbia wakisema, Tanzania umeharibika, ni nani aliyekuhurumia? Nitakufutia wapi wafariji? Je, wewe umwema kuliko Kenya, uliowekwa kati ya mito, uliozungukwa na maji, ambao boma lake lilikuwa bahari na bahari ilikuwa ukuta? Burundi na Rwanda walikuwa nguvu zake, nazo zilikuwa hazina mpaka. Putu na Walipia walikuwa wasaidizi wake. Hata hivyo walichukuliwa mbali, hali ya kwenda utumwani. Watoto wake wachanga walisetwa kwenye maachano ya njia kuu zote. Watu wake wenye heshima wakapigiwa kula, na wakuu wake wote wakafungwa kwa minyororo. Nikamjaribu kumuuliza Mungu Roho Mtakatifu, nini maana ya maneno haya? Mungu aliniambia siri ambayo imejificha sana. Mungu aliniambia kitu ambacho ni kinaogopesha sana. Kuna jambo ambalo Mungu anataka kwenda kulifanya katika nchi ya Tanzania, na ndo maana mara ya kwanza nilikuletea andiko la Naumu 1:9. Inasema, mnawaza nini juu ya Bwana? Kuna watu ambao wamekuwa wakimwomba Mungu katika nchi hii. Kuna watu wamekuwa wakimlilia Mungu mchana na usiku juu ya nchi hii. Labda kwa yale yanayoendelea katika nchi ya Tanzania unaweza ukasema labda Mungu amenyamaza, lakini nataka nikuambie kitu kimoja, ya kwamba wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri kwenda katika Kanaani, nchi iliyojaa raha, nchi iliyojaa maziwa na asali, nataka nikuambie, ilikuwa sio safari ya kucheka hata kidogo, bali ilikuwa ni safari iliyojaa maumivu pamoja na tabu. Lakini katikati ya yale maumivu, nini ambacho tunakitazama? Kulikuwa bado kuna upendo wa Mungu, kulikuwa bado kuna huruma ya Mungu. Hakuweza kuacha kule jangwani bila chakula. Tukumbuke kabisa kwamba aliwashushia mana, aliwashushia nyama katikati ya mchanga. Tukumbuke kabisa kwamba hata wakati walipokuwa wakiwa na kiu waliweza kupata maji. Ulipigwa mwamba ukawatolea maji malaini, wakaweza kunywa, lakini bado waliendelea kuwa na mioyo migumu. Ni wachache sana waliofika katika ile nchi. Nataka tu nikuambie ya kwamba tunapoielekea Tanzania ambayo itakuwa ina zaidi ya amani ambayo tunaizungumzia, nataka tu nikuambie kitu kimoja, mwana wa Mungu, ni lazima tuhakikishe tunaomba. Labda nikutafakarishe kitu, mwana wa Mungu aliye hai. Siku tu Bishop Askofu Josephat Gwajima alipotangaza maombi ya kitaifa, kesho yake kanisa lake lilifungwa. Walipojaribu kwenda mahakamani ili kuweza kuangalia ni nini ambacho kimesababisha kanisa hilo kufungwa, hakimu na jaji alisema ya kwamba haoni
kwamba hilo kanisa limefungiwa. Sasa nataka tu nikutafakarishe kitu hapa ya kwamba kuna vita vingine si vya kupigana kwa silaha. Si vita vyote ambavyo tunaweza tukapigana kwa silaha. Kuna vita vingine ni lazima tuingie kwenye maombi. Ukisoma katika ile Wakorinto anakwambia, maana hatuenendi kwa kuona, tunaenenda kwa njia ya imani. Lakini ukienda tena ukasoma katika yale mambo ya Wagalatia, unakuta kabisa maandiko yanasema, maana vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika falme za wakuu wa giza wa anga, juu ya majeshi mabaya ya pepo, juu ya yule mkuu wa giza, mwana anayeachilia roho ya uasi. Mungu akubariki sana kama utaelewa hichi kitu ambacho nakizungumza, ili uweze kuelewa ni nini ambacho baadaye nitakuja kukutafakarisha juu ya hichi nilichokiona. Kuna mambo mengi ambayo yanahitaji kwenda kutokea katika nchi ya Tanzania, lakini usipojizatiti kwa ajili ya kuomba, usipojizatiti kwa ajili ya kumwita Mungu aje atutetee, hawezi kufanya kitu chochote. Mungu wa mbinguni akubariki sana na uweze kujua ni nini ambacho Mungu anakitaka katika anga la Tanzania. Lakini nahitaji tu nikwambie, endelea kuomba, omba rehema juu ya nchi ya Tanzania, na lile ambalo Mungu amelizamilia liweze kutokea katika anga la Tanzania, basi likaweze kutokea. Ubarikiwe sana na Mungu wa mbinguni akutunze.